tusaidie sana. Ndio maana nasema katika mstari wa 14 ni Mwanzo 4. Umuthi uyu ni ura nyigata kuma muguda uyu na ndure hithitwa uthio waku. Siku ya leo unanifukuza nitoke katika shamba lako, baadaye uso wako ujificha, sitakuwa naonana na uso wako. Ngutweka mundu utakidageria, nitakuwa mtu mwenye hana kutulia, wakururaga gukuthi wakurandaranda huku duniani, na uria wothe ukanyona ni akajuraga, na yule yoyote atakaye niona ataniua. Bwana pewe sifa. Unaona amejitetea kwa sababu anaona ni kama amebeba mzigo zaidi, na kama angeachilia ndugu yake ama muulize, baba, my brother, ni nini ulifanya ndio Mungu akakubali dhabihu yako? Watu wengi wamekuwa watu wako na spirit ya Kaini. Hautaki kuona mwenzako akiendelea bado, hata ukijua ni Mungu amemtendea bado hautanyamaza. Kinywa kimetumika na shetani kwa njia mbovu sana ama mbaya sana. Na mkumbuke juzi tuliambiwa katika kitabu cha Malaki 2 ya kwamba na tuwe tunaliheshimu jina la Bwana. Ni kwa sababu ya kuliheshimu naye atatubariki, lakini tusipoliheshimu tutalaaniwa sisi na kizazi chetu. Bwana apewe sifa. Naye Kain akalaniwa na Mungu ni kwa sababu ya kutofanya nini? Ya kuua ndugu yake. Mstari wa 15 unasema, no Jehova akimwira ati, sikia Mungu ni wa huruma na ni wa upendo mwingi, akamwambia, no Jehova akimwira ati, akamwambia, asha ti uguo, sio hivyo. Mundu ona uliko agikoraga Kaini ni akarihio maita 7. Unaona, Mungu akamtetea akasema mtu yeyote akiua nini Kain atafanya nini? Atalipishiwa mara 7. Kwa hiyo Mungu ni wa huruma. Na ndipoza huwa anasema hebu tutengeneze njia zetu tumfurahishe Mungu, ni kwa sababu pasipo kukaa na Mungu ndugu zetu hatutaweza. Pasipo kujiunganisha na Mungu dada zangu hatutaweza. Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu. Makosa ya ambao tunayojua tusiwe tunayafanya, lakini yenye tujui tunamwambia tusamehe kwa sababu tulikuwa hatujui. Na kama hatujui tuzingatie kutaka kujua kutoka kwake, ni kwa sababu neno lake lilituambia juzi ya kwamba tuzingatie njia zake ndio tuzijue na yatuelekeze. Mstari wa 15 unasema katika Mwanzo 4, no Jehova akimwira atiri, asha tiguo tioguo, mundu ona uriko agikoraga Kaini ni akarihio maita 7. Jehova agicoka agikira Kaini rori nigetha uria wothe ungemuona ndakamurage. Sikia, Kaini akawekwa ishara ndio kila mtu akimuona, Bwana pewe sifa, asije akamuua. Hivyo ndivyo Mungu alisifanya, ni kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Mstari wa 16 unasema, ndio ndio Kaini akiehera akiuma hali Jehova. Kwa hivyo Kaini akaondoka mbele za Bwana. Neno Bwana linasema, na agitura furuni na wa Nodu mwana wa irathiro ya Edeni. Bwana pewe sifa. Akaondoka pale mbele za Bwana na akaenda katika north ya Eden. Bwana pewe sifa. Kaini agikoma na mutumia wake na akigea da. Naye Kaini akalala na mke wake na akapata nini? Mimba. Neno la Bwana linasema agishiara Enoch. Bwana pewe sifa, akamzaa Fadhili FM.